katika kushinda, na sisi tunaamini katika kushinda, basi wataendelea kutufuata na watashindwa kwa jina la Yesu. Tena wataanguka anguko kuu. Sema anguko kuu. Anguko kuu. Maana tunataka tujifunze kwa habari ya jinsi gani tutakavyokuwa katika wakfu, alafu tusiweze kushambuliwa. Tutajifunza kutoka Yeremia 17, tutajifunza kutoka mstari wa kwanza, alafu tutaendelea mbele kadri Roho Bwana atakavyotuongoza. Yeremia 17 mstari wa kwanza. Kama kuna mtu anaweza kutusomea, angali na microphone, anaweza kusoma. Yeremia 17 mstari ule wa kwanza. Biblia inasema dhambi ya Yuda. Chukua microphone vizuri. Jamani, naomba mnisikilize vizuri. Haleluya. Mwanafunzi ili apate ufaulu ni lazima awe mwangalifu sana akiwa darasani. Si ndio Lazima uhudhurie masomo yote, si ndio Ya almasi imechorwa katika kibao cha moyo wao. Imechorwa katika kibao cha moyo wao. Na katika pembe za madhabahu zenu. Na katika pembe za madhabahu zenu. Bwana Yesu apewe sifa. Hapa neno la Mungu linasema kwamba Yeremia akapewa haya mafunuo au ujumbe kuupeleka, akiwaambia wana wa Israeli kwamba dhambi ya Yuda imeandikwa kwa kalamu ya chuma. Sasa chuma ni kitu ambacho hakina sifa ya kuvunjika, hakina sifa ya tena hichi chuma ni kile stili kabisa ambacho hata kikiwa kwenye udongo akibunguliwi. Sasa anasema dhambi ya Yuda imeandikwa kwa kalamu ya chuma. Dhambi ya Yuda imeandikwa kwa kalamu ya chuma. Sasa hichi ni kitendo au ni jambo ambalo tulielewe kwamba hatuwezi tukashinda vita, hatuwezi tukafanikiwa kama kungali kuna kumbukumbu ya database katika ufalme wa Mungu ambayo inahusu maisha yetu, kuhusu matendo mabaya tunayoyatenda. Amen. Bwana pesifa. Dhambi ya Yuda imeandikwa kwa kalamu ya chuma. Siku moja binti moja alinifuata hapa kanisani, akaniambia kwa habari ya mafunuo aliyopewa. Unajua kuna mtu anaweza akakupa mafunuo aliyopewa na ukaelewa haya ni mafunuo ya kimungu, alafu haya sio mafunuo ya kimungu. Wakati ananipa yale mafunuo, kwanza mimi nilikuwa nashangaa jinsi ufalme wa Mungu unavyofanya kazi. Kwa jinsi alipofanikiwa kufika katika hilo eneo na akaangalia jinsi shughuli za ufalme wa Mungu zinavyotendeka, jinsi mafaili ya watu yanavyoshughulikiwa hatua kwa hatua. Amen. Kule kuna ofisi, kuna maktaba ziko kule, kuna makarani wako kule, malaika, kuna vitengo vinashughulika na habari ya maisha yako. Wengine wanashughulika na ripoti ya kila siku ya matendo na mienendo unayoienda. Bwana pewe sifa. Haleluya. Mungu huwa hakosei. Mungu hasahau. Yeye hawezi akafanya kosa kabisa akaachilia baraka katikati ya mtu ambaye amefanya makosa. No, haiwezekani. Hawezi akakosea akamnyima baraka mtu ambaye amestahili kupokea baraka. Haiwezekani. Bwana pewe sifa. Haleluya. Ndio maana unapokuwa katika safari yako ya wokovu, kuna vitu vingi vitatokea, vingine vitakwaza, vingine vitakuonyesha kama umekosa, vingine vina lengo ya kuibomoa au kuiharibu huduma yako. Unachotakiwa kuangalia ni sawasawa ya matendo na hesabu unayoitenda kila saa, kila wakati, kila siku kuendelea mbele. Ndio maana Musa akaambiwa waambie waendelee mbele, wasinililie, wasonge wapi? Mbele. Bwana naomba litakase neno hili na lipate nguvu
katika mioyo ya watu hawa. Kila mwenye pumzi aseme amen. Kalamu ya Yuda. Dhambi ya Yuda imeandikwa kwa kalamu ya chuma. Dhambi ya Yuda ni wale watu ambao wanatenda dhambi za makusudi, alafu za mazoea hawataki kuziacha. Wanaona kama hizo dhambi ni mtaji kwao. Unajua kuna mtu dhambi ni mtaji wake. Kila anapotenda dhambi ndipo anapata kuishi, ndipo anapata kuvaa vizuri, ndipo anapata kujenga nyumba, ndipo anapata kufanya vitu vingi kwa sababu ya ile dhambi anayoitenda. Yaani bila hiyo dhambi anaona kwamba hakuna mafanikio ambayo yanaweza kuja kwenye maisha yake. Yaani wametegemea sana dhambi kuliko kumtegemea Mungu. Wametegemea wanadamu kuliko kumtegemea Mungu. Biblia inasema amtegemeaye mwanadamu na akamfanya kuwa kinga ya maisha yake, mtu yule amelaniwa. Kama kuna mtu ananisikia vizuri na ananipata vizuri, anatakiwa ajitegemee yeye na amweke Mungu kuwa namba moja katika maisha yake. Ni kosa katika ulimwengu wa roho na katika serikali ya ufalme wa Mungu kumtegemea mtu ukamfanya kuwa kinga, ukamfanya bila fulani mimi siwezi, bila fulani chochote hakiwezi. Hiyo haiwezekani. Hata kama Mungu amemsimamisha ili akusaidie, ili atembee na wewe, ili akuinue, hupaswi kumfanya kama Mungu wako. Amen. Mpe nafasi ya utumishi wako kwako. Mpe hiyo nafasi, umheshimu katika kiwango anachokusaidia, katika kiwango anachokutegemeza, lakini Mungu abaki kuwa namba moja. Haleluya. Kuna wakati akifika mahali akikushauri, unamwambia ili eneo ni la Mungu, ili eneo sio la kwako. Haleluya. Natambua wema wako kwangu, natambua umuhimu wako kwangu, lakini ili eneo ni la Mungu, ili eneo si la kwako. Haleluya. Acha Mungu asimame katika hii nafasi. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa tukifika kwenye kiwango hicho cha kumjua Mungu, katika hicho kiwango ambacho unaweza kumwambia mtu kwamba achana, ili sio eneo la kwako, hili ni eneo la Mungu katika maisha yangu, hili ni eneo la Mungu katika maisha yako, mimi sipaswi tena kushughulika katika mahali hapa. Haleluya. Hapo Mungu anaweza akawa sasa yeye ni mtesi wa watesi wetu. Amen. Yeye ni mtesi wa watesi wetu. Unajua hakuna kitu Mungu ambacho hakipendi kuliko machozi ya mwenye haki. Amen. Machozi ya mwenye haki yanapotoka mpaka yanafika chini, mafaili yameshatembea katika maofisi yote ya kule mbinguni. Analilia nini? Chanzo ni nini? Nani amesimama nyuma ya machozi haya? Ndio maana Biblia inasema kwamba wakamlilia katika shida zao, katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Aliwatoa katika giza na uvuli wa mauti, akayavunja na mafungo yao. Wakamlilia, walimlilia katika dhiki zao. Dhiki ni kiwango cha taabu, ni kiwango cha mateso, ni kiwango cha kutengwa ambacho kinamkumba maisha ya mtu, ambacho hakina utatuzi katika mtu yoyote yule. Ni kiwango ambacho familia ikiingia kwenye matatizo, hata ikatokea familia nyingine inamiliki mabilioni ya fedha, bila msaada wa Mungu haiwezekani kuleta utatuzi katika hilo eneo. Bwana pewe sifa. Kuna watu wanamiliki mabilioni ya fedha lakini wako kwenye dhiki. Inategemea dhiki alionayo ni ipi. Sasa kiwango cha Mungu kushughulika na mtu ni machozi yake. Usitake kila mtu akuelewe kama unamtumikia Mungu. Usitake kila mtu akuelewe. Haleluya. Wapo watakao kuelewa ambao Mungu amekusudia wakuelewe. Wasiokuelewa achana nao. Haleluya. Tazama huduma ambayo Mungu ameweka ndani yako, simama nayo. Tazama kazi unayoifanya, kama inakulipa songa mbele nayo. Kama moyo una amani, endelea kusonga mbele. Akija mtu anataka akondoe katika reli, mwambie hapana, mimi nina amani hapa nilipo. Amen.
Lakini unaweza ukapita mahali pia Mungu akamtuma mtu ili aje akutoe katika hilo tatizo, na hapo Roho naye ataleta amani ya kutoka hapo. Si kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Anasema dhambi ya Yuda imeandikwa katika kalamu ya chuma. Dhambi inatokana na kutotii sheria na amri za Mungu. Dhambi inatokana na kutosikiliza maagizo ya watumishi wa Mungu ambayo yanatolewa kwa ajili yako. Sijui mnanielewa vizuri? Sasa dhambi inapokuwa huwa inatunga mimba. Biblia inasema hivyo. Na ile mimba inapokuwa huwa inazaa mauti. Ndipo unapoweza kuona dhambi na viwango zaidi ya vitatu. Inapoingia inaanza kukua. Inapokuwa inatunga mimba. Inapotunga mimba basi inazaa mtoto ambaye anaitwa mauti. Na inapozaa mauti sasa haupo tena, umeondoka. Haleluya. Ama mauti inaanza kufanya kazi kwenye familia yako. Kuna mauti katika biashara. Kuna mauti katika huduma ulionayo. Mauti inaweza kaingia katika huduma yako, ukafa kabisa kiroho, ukabakia tu kama kasha liko hapo. Yaani wewe huelewi tu. Haleluya. Yaani huelewi tu. Hata akija mtu akuletee msaada, unajua kuna mtu anaweza akatumwa kwako ni yule unayemfahamu pia. Amen. Kuna mtu anaweza akaja humjui. Mtu ambaye Roho Mtakatifu anafanya kazi ndani yake, anaishi ndani yake, ana macho ya kuona katika ulimwengu wa roho, ana macho ya kusikia katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Na anahesabu katika kinywa chake, yani anahesabu ya maneno. Sio, unaelewa vizuri? Yani anahesabu ya maneno anayoyatamka. Amefungiwa rijamu, amewekewa mngojezi katika mdomo wake. Anapotaka kutaja mabaya, Roho Mtakatifu anatangulia, anamwambia hili ni kosa. Lakini mtu ambaye hana Roho Mtakatifu, yeye amejaa kufuru kuanzia asubuhi mpaka jioni. Yaani unaweza ukaongea naye mpaka ukawa unahisi hivi yule ni yule mpendo ambaye namfahamu, ama naongea na mpagani, ama ni pepo ameingia ndani yake, au ni shetani mwenyewe anaishi ndani yake. Ni kiwango cha mtu ambacho anatembea nacho. Haleluya. Sasa kile kiwango huwa kinafikia kiwango cha kuwa dhambi ambayo imeandikwa kwa kalamu ya chuma. Hata vibaka unaowasikia, kuna kipaka akikamatwa hapa mara ya kwanza akaenda polisi akaachiwa, huyo sio wanted. Amen. Huyo sio mzoefu. Kule polisi wakirudi tena wanasema, lakini wewe uliwahi kuja hapa bwana, umetendaje tena kosa? Kwa sababu hajaandikwa maalum sasa kwamba kuna mhalifu fulani katika mji wa Mwanza ambaye amekubuu. Sio, mnanielewa vizuri? Lakini anapoendelea mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, mara kakamatwa Igoma, unajua mwisho wa siku zile ripoti zinazungushwa zote zinapelekwa Central Police, yani makao makuu ya polisi. Amen. Mwishowe zinapelekwa makao makuu ya polisi ya taifa, kwamba Mwanza kuna vijana hawa watatu. Hawa sasa hawaandikwi katika zile dokumenti za polisi, hawaandikwi kwa kalamu ya blue, wanaanzia nyeusi alafu nyekundu. Amen. Yaani ukiandikwa kwa kalamu nyeusi wewe sio mtu wa kawaida tena. Ukiandikwa kwa nyekundu wewe ndio. Sasa huyo nyekundu huyo ukiambiwa simama, umekuja ukamrukia kibiwa na kupiga risasi ya mguu. Maana yake wewe ni wanted. Bwana pesi. Sasa kuna watu ambao wamefikia kiwango wameandikwa kwa kalamu ya chuma. Na kuna watu ambao wamefikia kiwango wameandikwa kwa ncha ya almasi. Si kwa mazuri ila kwa dhambi, ncha ya almasi.
Sasa wewe umepelekwa kwa malaika kabisa, si ndio Mikaeli mwenyewe analipitia faili, anasema naomba hiyo kalamu ya watuhumiwa sugu kule. Sasa huyu inaonekana huyu anafuga kabisa mapepo, huyu anafuga mizimu, huyo mtu huyu, yani mabaya yote yeye sasa ndiye ana store. Andika kwa ncha ya almasi. Wanaandika pale. Utawekwa wakfu, utakuwa wakfu, lakini wakfu inatenguliwa na makosa. Haleluya. Wakfu inatenguliwa na makosa kwa sababu Mungu anafunga agano. Agano ni makubaliano, na makubaliano huvunjwa na mwenye makubaliano na ile aliyoweka naye makubaliano. Makubaliano kati yetu sisi na Mungu ni kwamba Bwana utuweke wakfu, utembee pamoja nasi usiku na mchana, utupiganie sisi na watoto wetu na kazi zetu na elimu zetu na maono tuliyobeba. Popote tutakapokanyaga nyayo za miguu yetu, utusaidie kumiliki na utusaidie kutawala. Tubarikiwe tunapotoka, tubarikiwe tunapoingia. Ndipo tukasema tutawakera kama tutatembea katika sheria za Mungu. Amen. Wewe ukawakera kama utembei kwenye sheria za Mungu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema dhambi ya Yuda imeandikwa kwa kalamu ya chuma na kwa ncha ya almasi, imechorwa katika kibao cha mioyo yao. Hiyo dhambi haiandikwi pengine, huwa inachorwa hapo hapo kwenye moyo wako, huwa inachorwa hapa kwenye moyo. Maana yake kila wakati unaisoma, kila wakati unapewa kumbukumbu, kuna makosa fulani niko nayo, kila wakati kuna makosa niko nayo. Roho Mtakatifu anakuwa na kuwekea macho, yanaingia ndani, unaanza kusoma orodha ya yale makosa ulionayo unapoenda kutenda mema, lakini kuna makosa unayo. Unapoenda kuanza biashara ili ubarikiwe katika njia ya Mungu, Roho Mtakatifu anakuambia kuna kibao kimeandikwa hapo moyoni. Kuna hiyo dhambi utaki kuiacha, kuna hiyo makosa utaki kuiacha, kuna hicho kiburi utaki kuiacha, kuna hiyo laana ambayo umeishikilia utaki kuiacha, iko hapo kwenye moyo. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Dhambi imeorodheshwa katika maeneo mengi. Tukaona mtu ambaye anafuata wengine wanatenda dhambi, naye akatenda bila kujua. Inaitwa dhambi ambayo mtu ametenda bila kujua. Yaani mtu kamwambia twende, wakaenda mahali, akafika pale, lakini akajikuta wamemwangushia kwenye baa, wamekaa pale wanakunywa, na yeye amekaa pale. Mwisho akamwambia wewe, hebu tumia hiyo bwana, fanya hivi bwana. Ama akamwambia nenda katuletee pale sigara, nenda katuletee sina. Kashiriki kuwafanya waendelee kutenda yale maovu. Kwa hiyo ametenda dhambi ya kushiriki. Haleluya. Ametenda dhambi ya nini? Ya kushiriki. Tukasema tutajitakasa. Kila kunapoitwa leo tutajitakasa mpaka tufike kiwango cha kutembea na Roho Mtakatifu. Tufike kiwango cha kumuona Roho Mtakatifu. Tujitakase mpaka tuwe wavumilivu, tuwe na subira. Hata jaribu linapokuja kama mlima, linatukuta tuko stable. Amen. Nikawaambia hasira inatokana na mlango wa kuzimu. Hasira ni moyo wa shetani mwenyewe. Kiburi ni moyo wa shetani mwenyewe. Unyenyekevu ni moyo wa Mungu. Bwana pewe sifa. Sasa hasira shetani anaitumia sana kuliko unavyofikiria. Kuna mlima unaweza ukaja kwenye maisha yako, alafu ukainua hasira ndani yako. Lakini ule mlima unaposhuka alafu unakuta Roho Mtakatifu amejaa mpaka tele, basi unakuta umetulia tu, naangalia mchezo mwanzo mpaka mwisho. Ngoja niangalie mchezo utaanzia wapi na utaishia wapi. Unaangalia tu kwa sababu Roho Mtakatifu yuko wapi? Yuko ndani. Anakwambia wewe tulia tu. Lakini kama una Roho Mtakatifu,
Negusa, wanasema gusa unate. Amen. Amen. Kama mtu kaweka pale super glue, ukiweka kidole chako tu na nata pale pale. Ukibandua kwa nguvu unatoa na ngozi. Kwa hiyo tunatakiwa tujiepushe na dhambi. Tujiepushe na makosa. Tujiepushe kuabudu miungu, kutumikia miungu ya baba, miungu ya bibi, miungu ya babu. Kuna mtu unakuta yuko kanisani lakini bado anachemsha ile midawa ya kunenea maneno. Amen. Kama huo mti ni dawa, unaweza kuchemsha ukanywa. Si wa kusema mti nachemsha uniponye kama babu alivyosema, kama bibi, huo ni uchawi. Lakini unapochemsha ule mti kama ni dawa ya tumbo ukanywa, hauna tofauti na mchicha. Amen. Mchicha ni mti, sukuma wiki ni mti, mapera ni mti, unakula haya machuma matunda yake unakula. Haya mnaita manini haya yanayoiva mnakata kwa ndani yana mafuta mengi, ni mti. Wengine wanachemsha wanatengeneza mpaka siagi. Maana ukianza kutengeneza tayari ni uchawi. Ukianza kuunenea maneno. Kuna watu ni wachawi kweli kweli wako kanisani. Wamefundishwa kweli kweli na hawataki kuziacha zile njia ambazo walifundishwa. Hatuwezi tukafanikiwa. Amen. Namba moja, hakikisha kwamba unadumu katika toba. Unadumu katika matengenezo. Unatambua ukubwa wa dhambi ambayo inaweza kukusababisha usiingie kwenye mafanikio. Dhambi ya makusudi. Dhambi ya makusudi. Haleluya. Dhambi ya makusudi. Dhambi ambayo ndio mtaji wako. Bila hiyo dhambi hauwezi kustruggle. Bila hiyo dhambi hauwezi kuishi. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kuna wengine wanatenda dhambi, wanajipatia fedha kwa ile dhambi, wanajipatia mali kwa ile dhambi, lakini wanaona kawaida, wamehalalisha, imekuwa kawaida. Wengine ni walokole kabisa. Bwana apewe sifa. Haleluya. Anaweza akafanya kazi ya Mungu na wewe, lakini baadaye akaingiza makosa ya kujipatia fedha katika yale huduma ambayo anakufanyia. Ikiwa kuna ukombozi utahitajika katika mtu ambaye anafanyiwa huduma, yapo maandiko ambayo yanaelekeza. Hakikisha unasimama katika neno. Biblia inasema yeye hulitazama neno ili apate kulitimiza neno. Amen. Apate kulitimiza neno. Sasa sijui kwa yale maandiko ambayo yanatakiwa washirika wayafanye katika madhabahu, na sisi hatuwaelekezi washirika. Sasa nafikiri na sisi hiyo ni dhambi pia kwetu. Maana kuna vitu Paulo ameviongea. Kama Bwana ulitazama neno, basi kuna vitu Paulo amevisema vifanyike. Na mtu hawezi kuvijua bila kufundishwa. Amen. Ndugu zangu, naomba tubadilike, change kabisa mawazo yetu. Tutoke kwenye kutaka tu, alafu tuanze kutafuta uso wa Bwana. Amen. Tuanze kutafuta uso wa Bwana. Tuache mazoea. Kuna watu wanaishi katika hali ya umaskini uliopindukia kwa sababu na wao wameandikwa kwa kalamu ya chuma. Yaani wana makosa ya dharau, yana makosa ya kukulia wokovu kwa mazoea, wana makosa ya kutokuamini. Benhini akamhubiri dada mmoja, yule dada akaokoka. Akamwombea sala toba. Alafu yule dada akamfuata akamwambia, mimi nimetenda dhambi kubwa sana. Nimetembea na wanaume wasiopungue 50. Sio 50,000 nafikiri. Haleluya. Akamwambia, hii dhambi inaniumiza sana. Basi akamfundisha, alafu akamuongoza sala toba. Akamwambia, umesamehewa dhambi. Sasa nenda ukaishi maisha ambayo ni matakatifu. Sasa yule mama alikaa siku 2, siku ya 3
anampigia Ben simu, anamwambia hii dhambi inaniumiza sana, mtumishi wa Mungu, naomba unisaidie kuomba hii dhambi iondoke ndani yangu. Kila wakati hii dhambi inanihukumu. Mungu unapotubu dhambi haangalii wingi wa makosa kama wanadamu wanavyoangalia. Mungu haangalie hesabu ya dhambi kama wanavyoangalia. Unaweza kuja hapa kutubu dhambi, nyuma yako kuna dhambi milioni moja. Kuna dhambi ya kujaza kanisa hizi kama 5. Yaani hakuna sema ukawa watu, zote ni dhambi umetenda. Kwa sababu kila sekunde unayo makosa, kila dakika unayo makosa. Hesabu mwaka tangu miaka ulionayo, hujajaza magunia hapa ya dhambi. Si umeshajaza? Basi akaendelea kumtia moyo, anamwombea, lakini anamuuliza Roho Mtakatifu, inakuaje sasa? Mbona sasa dhambi moja kila wakati naiongoza sala toba? Roho Mtakatifu akamwambia anatenda dhambi ya kutokuamini. Anatenda dhambi ya kutokuamini. Mwambie atubu dhambi ya kutokuamini. Dhambi ya uzinzi na uasherati alishasamehewa. Sasa ana dhambi ya kutokuamini. Wakati mmoja Yesu akaenda katika nyumba ya mtu mmoja anaitwa Mathayo, anaitwa Simeon. Akaingia katika ile nyumba ili apate kula chakula. Baadaye mwanamke mmoja ambaye alikuwa kahaba, alikuwa ametembea na wanaume wengi sana. Aliposikia Yesu yuko mahali pale, basi akajutia dhambi aliyokuwa nazo, akachukua mafuta. Yale mafuta kwa thamani ya sasa unaweza ukauza hata lile gorofa la NSSF. Kwa thamani ya sasa unaweza ukauza sio dhahabu ngapi. Enzi hizo yalikuwa ni mafuta ya thamani sana. Akabeba yale mafuta, alafu akaingia bila hodi katika kile chumba ambacho alikuwa amekaa wageni wa yule mheshimiwa. Alipofika akaanguka katika miguu ya Yesu, akaanza kulia machozi, mafuta ameweka pembeni. Alafu akachukua yale manywele yake yale marefu, akaanza kumfuta miguu ya Yesu, na wakati analia machozi, alafu anafuta vumbi na yale machozi anayolilia. Alafu Yesu katulia tu kimya. Anajua kinachoendelea katika ulimwengu wa roho, kwa sababu anaona katika ulimwengu wa roho. Anaona dhambi ya kwanza inaondoka, anaona dhambi ya pili inaondoka, anaona ya 10 inaondoka, anaona ya 50 imeondoka, mpaka ya 100 imemwachilia. Alafu wale waliomzunguka wanapiga hesabu ya makosa alionayo, wanaanza kusema, hivi kweli mtu huyu ni nabii? Mtu huyu anaona katika ulimwengu wa roho? Mtu huyu ndiye anayetabiria watu? Ameshindwa kuelewa uovu wa huyu mwanamke aliyekaa chini ya miguu yake. Ameshindwa kuelewa machozi yanayotiririka kwenye miguu yake kwamba ni machozi ya ukahaba. Ameshindwa kutambua nywele ambazo zinamfuta miguu yake ni nywele ambazo wanaume wanazishika asubuhi mpaka jioni, mwaka hadi mwaka. Huyu mtu si nabii. Yesu akatulia kwanza. Mwanamke akamaliza kwanza kumpakulia, alafu akafungua kile kichupa cha mafuta, alafu akaanza kumpaka. Wakati anampaka yale mafuta, hawa sasa roho za korosho wanaendelea kuhuzunika sana, wanaendelea kukasirika. Nusu wamwambie Simeon, si mtu mfukuza toke hapa. Huyu ni nabii wa uongo huyu. Huyu anatutapeli, huyu anatudanganya. Mbona hajatambua matendo huyu mwanamke? Mwanamke alipomaliza, Yesu akamwambia sasa simama. Akamwambia nenda, umesamehewa. Ingawa ulikuwa na dhambi nyingi, umesamehewa. Ingawa ulikuwa na dhambi nyingi, umesamehewa. Nenda. Wakabadilisha tena ukurasa. Wakasema, mtu gani huyu ambaye anaweza kusamehe dhambi? Umetuletea mtu gani huyu Simeon ambaye anaweza kuambia watu anasamehe dhambi? Yesu akawaambia, sikiliza Simeon, nilipoingia nyumbani mwako hukunipaka mafuta wala hukunipa maji ya kunawa miguu, lakini tangu nilipoingia hapa mwanamke huyu amekuwa akiniosha miguu yangu kwa machozi yake na akifuta miguu yangu kwa nywele zake. Hukunipa mafuta ya kujipaka, lakini mwanamke huyu amenipaka mafuta tayari kwa maandalio ya maziko yangu. Na kuambia mwanamke huyu, ingawa alikuwa na dhambi nyingi, amesamehewa.
Mtu anatubu dhambi mara moja, dhambi zake zote zinaondoka, sio mara mbili. Haleluya, sio mara tatu. Lakini kwa nini tunatubu na tunarudi tena? Kwa sababu Biblia inasema kila mwanadamu ametenda dhambi na amepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kila hatua tunatenda dhambi, kila hatua tunatenda makosa. Kumchukia mtu bila sababu ni dhambi. Haleluya. Kumwonea mtu wivu ni dhambi. Kumdharau mtu ni dhambi. Kuficha mali ya mtu ni dhambi. Bwana pesi. Ndipo sasa kila wakati tunarudi kutubu, lakini hatutubu, tunaendelea kuwa watakatifu, alafu tunaendelea tena kutubu ile dhambi. Hiyo haiwezekani, hiyo haipo. Amen. Hiyo haipo. Jitahidi kutembea katika njia iliyonyoka. Ijapokuwa kuna watu watakuona kama mjinga, acha wakuone kama mjinga. Hata kama ni watu wa karibu wako, wewe acha wakuone hivyo hivyo. Wakati unasonga mbele, wao wanaendelea kubaki. Ndio kanuni ya Mungu. Haleluya. Lakini tunaposema tumeweka wakfu, asiwepo mtu ambaye yuko wakfu alafu hafanyi kazi. Kila mtu akafanye kazi. Haleluya. Kila mtu akafanye nini? Kazi. Kila mtu akapiga nini? Kazi. Tutakutana hapa Disemba, tutakutana hapa tarehe 1. Tulikuwa wakfu. Mungu amekusaidia nini? Mungu amekubariki nini? Mungu amekuvusha wapi? Amekufungulia mlango upi? Tutakutana hapa. Sasa wale magumegume wenye mazoea, ambao wana mazoea katika wokovu, tutakutana wakiwa vile vile. Ndio maana tukifika wakati wa kumshukuru Mungu, wengine wanakimbia. Amen. Wanakaa hata na nyumbani mpaka zipite wiki hata 3. Umeshamaliza kushukuru ndiye aje kuendelea na ibada. Si mbaya, ndio kiwango unachomwelewa Mungu. Wakati wa kushukuru kimbia, haituhusu. Ukibaki haituhusu. Kumshukuru si kwako wewe, kwani kwa kwetu sisi Bwana. Haleluya. Kumshukuru Mungu ni kuonyesha moyo wa utayari, jinsi Mungu alivyokusaidia, jinsi Mungu alivyotembea na wewe. Sembuse mwanadamu tu anakupa hapo mkate unakula na maliza kumwambia asante. Sembuse Mungu. Sembuse Mungu. Niliwawekea yule mtu ambaye nimekuwa nikiwaambia kila siku, niliwawekea pale status msome. Yule aliyepewaga ile oksijeni. Muone mapesa aliyolipaga kwa masaa 3 aliyopumulia hewa ya wanadamu. Yalikuwa ni mamilioni. Milioni zaidi ya 70 alilipa. Masaa 3, ilikuwa siku 3. Milioni 70 akalipa. Alafu wewe unavuta hewa ya Mungu. Jumatatu, Jumanne, tarehe 1 mpaka tarehe 31 tunamaliza mwaka. Alafu tunamkwepa Mungu. Alafu ukikutana na watu njiani, umevuka mwaka, Mungu ni mwema, amenibariki. Mungu wapi? Sema shetani amekusaidia, sio Mungu. Haleluya. Sema shetani amekusaidia, sio Mungu. Mungu aliyekusaidia, huwezi ukaacha kumtukuza, huwezi ukaacha kumbariki. Hivi jamani, unajua kuna watu waelewe hapa. Mpewe macho ya rohoni. Mpewe macho ya rohoni. Muone vita iliyopo kwenye ulimwengu wa roho. Muone vizuizi vilivyopo kwenye ulimwengu wa roho. Muone jinsi malaika wanavyowasaidia. Muone msaada unaopata usiku umelala. Jeshi linakuja lipige kiberiti nyumba yako. Wanataka mtu wote mwamke asubuhi, mtaa unataharuki, wamekufa wote. Lakini mbingu inasimama, inazunguka pale, hafi mtu. Haleluya. Sasa wamekulinda hivyo mara ngapi? Niliwaambiaje hapa Jumapili? Elisha na Gehazi walikuwa wanakimbia, wakafika mahali nguvu zimeisha, wakalala. Saa 11 Gehazi anatoka nje. Alipotoka nje akaona jeshi ambalo lilikuwa likiwafukuza siku 3-4 limezunguka lile bonde. Akarudi akamwambia Elisha, tumekwisha. Sasa Mungu katuacha, imekuwaje?
Elisha akamwambia kuna nini? Wametuzunguka na farasi na magari ya moto. Elisha akamwambia sikiliza nikwambie. Walio upande wetu ni wengi kuliko walio upande wao. Elisha alikuwa anajua hatua kwa hatua lipo jeshi linatembea na yeye. Lipo jeshi linafanya kazi pamoja na yeye. Mungu wetu anaitwa Bwana wa majeshi, Mungu wa miungu, mfalme wa falme. Ana serikali. Amen. Ana serikali inafanya kazi. Kama serikali ya Tanzania tu inaweza ikalimoti kutoka kule, sasa hivi ukitenda kosa tu hapa ameshakuja polisi amekuchukua. Ni kwa sababu ya system ya serikali, jinsi inavyoweza kuwa maintain watu wake na kuwaweka kama kakijiji, alafu kuwapa usalama. Bwana pesi. Serikali za dunia ni kopi kutoka katika serikali ya ufalme wa Mungu. Ndio maana ufalme unasema usiibe na serikali inasema usiibe. Ufalme unasema usiue, serikali inasema usiue. Amen. Amen. Nenda kwenye zile amri 10 zote zipo katika serikali za wanadamu, zinafanya kazi. Kaivunje hata moja tu huko. Hata jioni haifiki. Wameshaweka defender zao pale, wameshakusalimia vizuri, wameshaondoka na wewe. Kwa sababu umevunja amri katika amri za ngapi? Ya 10, moja zile za 10, ukivunja moja tu. Kasoro amri moja tu ndio aliacha, sio aliachia dini. Amri ya uzinzi wameiacha. Haleluya. Hiyo serikali haishughuliki nayo. Naona ni nzito sana kwa sababu wanaitenda wao sana. Haleluya. Ndio maana hawashughuliki nao. Lakini zingine zote wanadili nazo. Bwana pewe sifa. Sasa usikubali kuandikwa katika hii karamu. Ukiona unapitia katika eneo ambalo halina utatuzi, mwambie Roho Mtakatifu, naomba unisaidie. Inawezekana jina langu limeandikwa pale kwa ncha ya almasi. Mbona nafunga sana? Kijana mmoja akaletwa hapa juzi hapa. Amekaa kanisani amefunga mpaka ameota madonda ya tumbo. Lakini nilipokuja kugundua naye, nilipokuja kuombea walipokuja siku ya pili, Mungu akaniambia baba yake alichukua ng'ombe, akaenda akatoa sadaka, akauza hiyo familia. Akachukua fedha, akachukua kuku, akaenda akatoa, akauza hiyo fedha. Mtu huyu amefunga lakini haponi, amefunga, anaendelea kudhoofika, yupo anaishi kanisani. Uone kwamba unaweza ukawa kanisani lakini jina lako limeandikwa kwa kalamu ya chuma. Utalia sana, utafunga sana, mwisho wake unakuwa kawaida tu. Sababu ina shida gani na wewe? Bwana wengine unafika unachota. Wewe ina shida gani na wewe? Kaa chini, piga hesabu. Haleluya. Piga hesabu ya maisha. Chukua meza weka pale. Chukua diary weka pale. Chukua kalamu weka pale. Chukua calculator weka pale. Anza kupiga hesabu ya maisha yako na hesabu ya wokovu ulionao. Uone kama kuna kosa ama hakuna kosa, utapata jibu. Haleluya. Wewe kumlaumu Mungu. Mungu hakosei. Wala hana desturi ya kukosea. Wala hamuonei mtu. Wala hana desturi ya kukunyima wewe mwenye haki akampa mtu asiye na haki. Hiyo haipo. Yeye anajibu kwa wakati na anajibu kwa haki. Anahukumu kwa haki. Ndivyo yeye anavyofanya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo mimi nikuombe kabisa. Mimi nasimama hapa kama mwalimu ili nipate kukufundisha wewe, ili upate kufanikiwa na kufundisha sheria za Mungu, ili upate kufanikiwa kila utakaposimama, kila utakapoenda. Mkono wa Bwana usikupungukie wala usikuache. Ukawe ushuhuda. Kila utakapoenda uwe ushuhuda. Watu wakikuona wamuone Mungu ndani yako. Watu wakikuona wamuone Yesu ndani yako. Wakiona kazi yako wamuone Yesu.
wakiona familia yako jinsi inavyostawi, wameone Mungu ndani yako. Haleluya. Amen. Haleluya. Zaburi 1 mstari wa kwanza inasemaje? Inasemaje? Haleluya. Inasemaje ndugu zangu? Ikiwa unaweza ukaivunja hizo Zaburi, nakwambia basi Mungu atabariki kila mtu. Zaburi 1:1 inasemaje? Nisomee. Biblia inasema, inasemaje? Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Wala hakuketi barazani pa wenye mizaa. Wala hakuketi barazani pa wenye mizaa. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Ndiyo impendezayo. Na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Baada ya hapo huyo mtu akisha tafakari, naye atakuwa kama mti. Anasema naye, sasa naomba msikilize. Anasema sheria yake huitafakari usiku na mchana. Hupiga hesabu ya matendo yake kila majira na nyakati, kujiona mahali amekosea, akamwambia Bwana, naomba unisamehe. Unaelewa vizuri? Anasema baada ya hapo kwamba huyo mtu sasa ambaye atatembea katika njia za Bwana na sheria za Bwana, huyo mtu atakuwa kama mti uliofanywa nini? Uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Uzao matunda yake kwa majira yake. Uzao matunda yake kwa majira yake. Wala jani lake halinyauki. Wala jani lake halinyauki. Na kila litendalo. Litafanikiwa. Kila litendalo. Soma Biblia yote. Usipofuata hii Zaburi 1 utafeli kila kitu. Amen. Soma Biblia yote. Usipofuata Zaburi hii ndio imefunga na ikamaliza mchezo wote wa Biblia. Kwa hiyo hapa ndipo unaweza ukaona, je, kila anachokifanya Emilia kina mabaraka ndani? Mwinjilisti kila anachokifanya, mama kila anachokifanya kinabarikiwa? Na kama hakibarikiwi, wacha niende mezani, nimuite Roho Mtakatifu tukae, alafu tupige hesabu. Biblia inasema John tuhojiane. John tuhojiane. Eleza mambo yako upate kupewa haki yako. John tuhojiane. Eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Bwana pesifa. Eleza mambo yako. Mungu anaruhusu. Ukiona mambo yaendi, kaa faragha na Mungu. Amen. Kaa faragha naye. Mwambie Bwana, mbona mambo yaendi? Yeremia 33 mstari wa 3 anasema, niite nami nitakuitikia. Anayemuitikia yuko na dhambi, asiye na dhambi, ana mizimu, hana mizimu, wote anawaitikia. Amen. Alafu anasema nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyo yajua. Yawezekana huna dhambi, yawezekana utendi dhambi, lakini unaishi kwenye cheni ya mizimu. Lakini baba yako aliwauza kwa agano la damu. Wewe ni mtoto wa shetani. Wewe ni mjukuu wa shetani. Wewe ni kitukuu cha shetani. Wewe ni mtoto wa mapepo. Ulishauzwa huko. Ndio maana nafsi yako iko makaburini, iko chini ya maji, iko kwenye milima, makaburi, majeneza. Yani ndio vita yako usiku na mchana. Kila unapolala majeneza yanakuja, makaburi yanakuja, maumbo yanakuja, masimba yanakuja. Yani ulishakimbia mapoli yote dunia nzima unayajua. Haleluya. Ulishafukuzwa hata White House ukaingia. Nasema leo amenifukuza nikamkuta na Trump amekaa na kunywa chai. Kamwambia naomba unisaidie. Mpe Yesu makofi kama unanielewa. Kama unielewa isubiri Mjapani atakuja utamuelewa. Haleluya. Sema fire. Sema fire. Anasema mtu huyu sasa atakuwa kama mti. Kwa hiyo sign ya mtakatifu, kila anachokifanya huwa kinabarikiwa. Amen. Yaani akianza ka biashara tu kanaendelea. Akilima kashamba kanaendelea. Hakuna kitu atafanya kifeli.
akipo. Yaani huyo kazi yake ni kuwakera tu. Kila wakiziba, wakitoka vinazibuka vyenyewe. Wakifunga milango, wakisema tu wanashangaa imefunguka yenyewe. Kwa sababu ameandikiwa kufanikiwa. Bwana pesifa. Ameandikiwa kufanikiwa. Jamani, tunajenga msingi. Baada ya watu tunajenga msingi. Msingi huu ndio tutaweka tofali juu yake. Juu ya msingi sasa ukitembea na biashara yako itafanikiwa. Chochote utakachofanya kitafanikiwa. Lakini kama utaenda kufanya vitu bila msingi, unajenga nyumba bila msingi. Na msingi wake umeujenga wapi? Juu ya mwamba au umeujenga kwenye tope? Kuna maelfu ya watu wanalia. Kuna maelfu ya watu wanateseka kwa sababu hawana msingi wa imani. Bwana pesifa. Hawana msingi wa imani. Utanielewa tu. Isaya 60 mstari wa 11 anasema, malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Hii ni ahadi. Anasema mtu ambaye yuko wakfu, mtu ambaye amebarikiwa. Ibada ya Jumapili itakuwa ni ya kuwabariki kwa kuwatia mafuta. Haleluya. Tayari mko wakfu. Sasa nakuja kuwabarikia. Sio, mnanielewa vizuri? Mimi sio baba mburura. Mimi sio baba sina maarifa. Nina maarifa ya kimungu. Haleluya. Nitawabarikia wenye kubarikiwa watabarikiwa. Haleluya. Haleluya. Anasema malango yako hayatafungwa baada ya kutiwa mafuta ya kubarikiwa. Baada ya kutiwa mafuta ya kuwa wakfu, malango yako hayatafungwa kwa sababu yatakuwa na walinzi. Malango yako hayatafungwa kwa sababu magonjwa hayatapita kuingia kwenye malango. Madeni hayatapita kwenye malango yako. Roho za ukata tamaa, roho za mauti, roho za mafarakano, roho za visasi hazitapita kwenye malango. Mtu ana malango yake 7. Ndio maana Biblia inasema malango yako, hayasema lango lako. Anasema malango yako hayatafungwa usiku na mchana. Uone kwamba wakati umelala baraka zinaingia, utajiri unaingia, uzima unaingia, furaha inaingia. Usiku na mchana, mzee wa kanisa, malango yako hayatafungwa. Si kama kuna mtu ananielewa, unaongea na watoto wadogo. Anasema malango yako hayatafungwa usiku na mchana, ili wapate kukuletea utajiri wa mataifa. Wataleta asubuhi, wataleta jioni, wataleta usiku, wataleta alfajiri, baada malango yako wazi. Haleluya. Malango ya mtu yakifungwa, huyo mtu anaishi maisha ya taabu. Malango ya baraka yakifungwa, malango ya uzima yakifungwa, yanafunguliwa malango ya magonjwa, yanafunguliwa malango ya madeni, yanaingia kwenye maisha yako. Maana wamefunga lile lango ambalo linapitisha baraka, wakafungulia lile lango ambalo linaingiza matatizo ndani. Kwenye hilo lango wanapita wachawi, kwenye hilo lango yanapita mapepo, kwenye hilo lango yanapita magonjwa. Sema leo tunayafunga kwa jina la Yesu. Tunayafunga malango yote ya kuzimu kwa jina la Yesu. Malango ya madeni tunayafunga kwa jina la Yesu. Malango ya magonjwa tunayafunga kwa jina la Yesu. Sema fire. Sema fire. Sema moto. Sema moto. Anasema na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Biblia inataja wafalme wao wakiongozwa na watu wao. Uone kwamba wakati unaibiwa mali zako walihusika wafalme katika ulimwengu wa roho. Ipo serikali ilisimama nyota yako iondoke. Ipo serikali ilisimama ndoa yako ivunjike. Ipo serikali ilisimama elimu yako iharibiwe. Ipo serikali.
Sasa wakati mali zako zinarudi, wataletwa wale waliotumwa na wafalme wao. Wakati wanakuja walitumwa, lakini sasa wafalme wanatangulia mbele, alafu wao wako nyuma, wamebeba utajiri wako, wanaleta kuingiza kwenye malango yako 2026. Haleluya, haleluya, haleluya! Sompe Yesu tena makofi mengine. Anasema 12, anasema kwa maana kila taifa na ufalme, kwa maana kila taifa na ufalme wa watu wasiotaka kukutumikia wataangamizwa. Naam, mataifa hayo yataharibiwa kabisa. Yaani kuna maandiko ukiyasoma, alafu unaweza kutembea hata kwenye barabara pale ukawa unatembea tu na nigongeni muone sasa. Wale wote mnaogongana katika ulimwengu wa roho, gonga muone. Amen. Unatembea unajijua wewe ni nani? Unatembea unajua wewe ni nani? Unatembea na akina nani? Unajua haki yako ni ipi? Anasema hivi, kwa maana kila taifa kila taifa na ufalme wa watu wasiotaka kukutumikia wataangamizwa. Kumbe mwanangu, ukitakiwa utajirike, Wakenya wanatakiwa kutumikie, Waganda wakutumikie, Wakongo wakutumikie. Sio, mnanielewa vizuri? Kila taifa na ufalme usiotaka kutumikia wataangamiza. Anasema na mataifa yao yataharibiwa kabisa kwa ajili ya mwenye haki. Kiwango hichi hakifanyi kazi katika maisha ya mtu pale ambapo anahesabiwa hatia, pale ambapo ameandikwa kwa kalamu ya chuma ama ncha ya almasi. Malango yake hayawezi kufunguliwa, kwa sababu anayeshuka kufungua malango ni Mikaeli, mfalme wa vita. Amen. Huyo ndiye anashuka na jeshi lake. Mikaeli anashuka, anafungua malango yako. Yameshaamliwa tayari, mbingu imeshaamua. Malango ya Medali yafunguliwe. Malango ya Miria yafunguliwe. Malango ya sio anaitwa nani yule, yafunguliwe, yawe wazi. Alafu walinzi wasimame hapo. Alafu linatuma jeshi, nendeni mkakamate wale wote wafalme waliokula mali zake, waliotunza mali zake kwenye magara yao, waleteni. Ndipo wanakamatwa, wanakuja wameongozwa, wanaleta haki yako. Amen. Kwa hiyo katika mambo tukisema rejesha, sema nyua wafalme, rejesha mali zangu, rejesha utajiri wangu, rejesha watoto wangu. Siku moja tulikuwa tunaombea binti moja hapa, tulishangaa sana kwa jinsi alivyotushuhudia magereza yalivyo, jinsi watu walivyofungwa katika viwango mbalimbali. Watoto wana magereza yao, watoto wakati mabinti wana magereza yao, waombaji wana magereza yao, wachungaji wana gereza, wana ngome, wanaita ngome, wana ngome wamefungiwa, walimu waliokamatwa wana ngome, wachungaji wana ngome. Anasema ngome ya mwisho ilikuwa ya manabii, kwa sababu ngome ni hatari sana. Haleluya. Si mnaelewa vizuri? Ngome ya mwisho ilikuwa ngome ya kinabii, kwa sababu ni watu wa vita. Haleluya. Hiyo ilikuwa inalindwa. Nabii yote aliyefanikiwa kukamatwa, ulinzi wake ulikuwa ni hatari sana. Najua kuna watu hawaelewagi nabii ni nani. Wamekalilishwa tu manabii wa uongo wapo. Amen. Lakini unatakiwa ujue nabii ni nani. Nabii yeye huwa anajihudhurisha mbele za Bwana. Haleluya. Ni macho ya Mungu moja kwa moja. Kuna binti moja, wacha niwaonyeshe jinsi nabii alivyo. Kuna binti moja hapo, si kama iko hapa. Ametelekezewa mtoto. Kuna familia, sio ni kama familia imemkataa ile. Ni kama hivyo, kama kuna familia imemkataa ile. Sio ndio nzuri. Ni kama kuna familia imefanya nini? Imemkataa. Sasa niambie, nabii kaona hajaona? Kafika kwenye tukio hajafika. Na huyo mtu yupo. Nimetoa jinsi alivyo, ana mtoto. Lakini yule mwanaume
hataki afike katika hiyo familia. Sasa asifike kona, siziko nyingi bwana. Mtu anaweza asikunyokee. Amen. Lakini kona zinakuwa nyingi. Mtumishi wa Mungu kaisha liona hilo. Na huyo mtu anatakiwa afunguliwe pia. Bwana ape sifa. Bwana Yesu ape sifa. Bwana ape sifa. Kuna mtu ana gari, ana rafiki yake, hajawa serious sana yule rafiki, lakini ni mbaya kwake. Na hajawa serious sana, lakini ana mpango, yaani roho yake haifurahii mafanikio yake. Kuna vitu anatamani vibaya vimpate yule. Nabii kaona hajaona? Afika kwenye tukio hajafika. Hebu mpeni Yesu sana makofi mengi. Namalizia. Isaya 60 mstari ule wa kwanza nasema, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Ondoka uangaze. Kitendo cha kuambiwa ondoka, maana unatakiwa usimame mahali ulipo. Natakiwa uchukue hatua. Amen. Umewekwa watu sawa. Wewe umeendelea umekaa tu pale pale. Watu natakiwa twende Shinyanga. Natakiwa twende Nairobi. Natakiwa twende wapi? Wewe umekaa pale. Biblia inatambua kuondoka. Akamwambia Abraham, toka katika nyumba ya baba yako, uende, nitakuonyesha. Unapochukua hatua ya Bwana anaanza kwenda na wewe. Anaanza kwambia nifuate, ni hapa. Amen. Nitakubariki kutokea hapa. Sasa neno ondoka ni pana. Kwa sasa sio lazima uhame. Ondoka, anza kufanya. Ondoka, anza kutafuta. Ondoka, anza kukataa zile laana ambazo zilikuzuia muda mwingi usifanikiwe. Bwana pesi. Mimi nataka kuona darasa la wanafunzi ambao wanataka kuinuliwa kiuchumi mwaka 2026 linakuwa zaidi. Amen. Linakuwa zaidi. Kuna watu hapa wataenda kupata kazi. Kuna watu hapa wataenda kupata mitaji. Kuna watu hapa wataenda kununua mashamba. Kuna watu watanunua magari. Unaambiwa hapa huangukaji wala huwa haupotei. Bwana pesi. Juzi nikawa nimekaa na kijana wangu hapa mmoja anaitwa Gordon. Tunaongea. Wakati anasoma walikuwa wanapiga muziki pale kwa Mama Muta. Alikuwepo bwana mmoja pale, anakaa studio anarekodi. Ndio tumeanza huduma. Yule bwana akaja kusali hapa kanisani, kaenda pale anafanya muziki, kisha nikamkaribisha kanisani, akaja. Akabarikiwa, akatamkiwa baraka. Ukishabarikiwa hapa wewe nenda. Haleluya. Siku moja utadhihirisha. Nini kilitokea? Tumekaa na kijana wangu pale, tunapiga kastori. Akaniambia unamjua fulani? Simjui. Kuna kitu tuliongea hivi, akaniambia kuna kitu fulani anapatikana nacho mtu fulani. Ndio unamjui fulani? Unamjui alikuwa anaimba hapo kanisani. Wewe ulimhubiri ukamkaribisha pale kanisani, akawa anaimba pale. Leo kainuliwa anaenda Dubai. Okovu aliupatia hapo madhabahuni. Haleluya. Kijana wa watu katajirika. Ni tajiri. Haleluya. Yuko kule Dubai kwenye hoteli anapiga neno kwenye mtandao, yani hajivunii utajiri. Sasa akamwambia, sasa niko kwa mchungaji fulani.
Uko kwa baba wa kiroho, naomba nimsalimie. Kwa hiyo nina mtoto tajiri mwingine anaenda Dubai. Wapo wengi lakini naye mmoja huko. Amen. Nimemjua juzi. Amen. Kwa hiyo baraka zikiachiliwa hapa Bwana, sio lazima zije aziona mimi. Ndio mzuri. Wewe ulishaambiwa. Niishie hapo tu. Majira na nyakati yanakuja kwenye maisha yako. Amina. Waambie wapike